Usisahau kushare, kusubscribe na kulike. Tumepata makaribisho makubwa kwa viongozi wachapakazi waadilifu wa muda mrefu wakina Bwana Peter Malesa na wengineo. Tunaamini hata redio hii kikabidhiwa halmashauri ya wilaya Sengerema bado tutapewa nafasi kama taasisi za kidini, na tunaomba viongozi taasisi halmashauri na kabidhiwa waendelee kuwaboreshea mishahara yao, marupurupu yao, ili waendelee kufanya kazi kwa weledi. Tusingependa kuona ile huduma iliyokuwepo nzuri baada ya kukabidhiwa halmashauri huduma hiyo inakuwa chini, na hata ikiwezekana kufanya usajili, kuongeza wafanyakazi wengine ili sekta hii ya Radio Sengerema iweze kuwa bora zaidi. Baada ya hapo sasa ni dua. Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na ardhi, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, Mwenyezi Mungu tunakuomba uibariki nchi yetu, mbariki rais wetu. Mwenyezi Mungu tumekusanyika hapa katika makabidhiano ya uongozi wa Radio Sengerema. Mwenyezi Mungu endelea kuibariki redio hii, wabariki wafanyakazi wake, wabariki viongozi wake, bariki hata mitambo yake. Mwenyezi Mungu, kazi hii ya kutoa taarifa kwa jamii ni kazi ngumu, lakini ifanye kuwa nyepesi kwa wafanyakazi wote wa idara hii ya redio. Ibariki halmashauri yetu ya wilaya Sengerema, mbariki mheshimiwa mkuu wa wilaya, mbariki mbunge wetu, mbariki mheshimiwa Dedi na viongozi wote ambao wamehudhuria hapa. Mwenyezi Mungu, tunafahamu ya kwamba wewe ndio muumba, wewe ndio unayerehemu na wewe ndio unayebariki, na utakubali dua hii birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Awali ya yote nami nichukue nafasi hii kushukuru sana. Mimi kuna kipindi tulikuwa na mkutano, tukatoa matangazo, tukakuta watu kutoka Kigoma, Kibondo huko wanatusikia. Kwa hiyo Radio Sengerema haishi tu katika mipaka ya wilaya yetu ya Sengerema, inaenda mbali sana. Kama alivyosema mwenzangu shehe wa wilaya, ni matumaini yetu baada ya kituo hiki kukabidhiwa kwa halmashauri yetu ya wilaya ya Sengerema, tutaendelea kupata hizi huduma na tunaamini kituo kitaboreshwa zaidi. Baada ya maneno hayo machache, naomba tuombe. Baba yetu wa mbinguni, Baba yetu unayetupenda na kutuwazia mema kila itwapo leo, asante Mungu kwa ajili ya nchi yetu nzuri ya Tanzania. Asante kwa ajili ya mheshimiwa wetu, mheshimiwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na wasaidizi wake wote. Asante kwa mkoa wetu wa Mwanza, na asante kwa wilaya yetu ya Sengerema, mheshimiwa mkuu wa wilaya, mheshimiwa Dedi, mheshimiwa mbunge na uongozi mzima. Asante kwa ajili ya COSTECH ambao Bwana umewatumia kuendeleza huduma hii ya mawasiliano, si katika Sengerema tu bali hata katika sehemu zingine za nchi yetu. Leo tumekusanyika kwa ajili ya tukio jema la kutukabidhi redio hii kwa halmashauri yetu ya wilaya. Naomba tendo hili lifanyike kwa amani, kwa utulivu, na mambo yote yanayotakiwa kuendeleza kituo hiki Bwana yakazingatiwe. Anza nasi, maliza nasi, katika jina zuri la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Kituo cha habari na mawasiliano Sengerema. Mheshimiwa mkuu wa wilaya Sengerema, ifuatayo ni taarifa ya kituo cha habari na mawasiliano Sengerema. Utangulizi. Kituo cha habari na mawasiliano Sengerema, sisi tunapenda kukiita Telecenter, ni mojawapo ya taasisi zilizoanzishwa Januari 2001 kwa ushirikiano wa mashirika wadau wa ndani na nje ya nchi. Mashirika yaliyoshiriki kuanzisha taasisi hii ni UNESCO, IDLC, UNDP, ITU, TCL pamoja na COSTECH, pamoja na wadau wengine, wakiwa na lengo la kuharakisha ya kurahisisha uwezekano wa kupeleka teknolojia vijijini kwa ajili ya maendeleo. 5. Hata hivyo hawakuweza kukabidhi mradi hadi siku ya leo ya tarehe 24 mwezi wa 6 2026, ambapo shughuli ya makabidhiano inafanyika kutokana na jamii waliopaswa kukabidhiwa kutokuwa tayari. Kutokana na
kutokabidhiwa kisheria, kituo kimekuwa kikiendeshwa na kusimamiwa na mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Sengerema. Maono ya kituo. Maono ya kituo ni kuwa kituo bora zaidi cha utoaji huduma za TEHAMA ndani ya wilaya na kwingineko kwa kushirikiana na wadau mbalimbali ili kuinua uchumi katika jamii. Dhima ya kituo. Dhima ya kituo ni kutoa huduma rafiki za mawasiliano na habari ili kukidhi mahitaji kwa kila msikilizaji ndani ya wilaya ya Sengerema na nje na kuwa mfano bora katika utoaji wa huduma za TEHAMA. Malengo ya kuanzishwa kituo. Moja, ilikuwa ni kufikisha habari na kuripoti matukio mbalimbali yanayotokea ndani ya wilaya ya Sengerema na nje. 2, kutoa elimu mbalimbali kwa jamii kupitia uwepo wa redio, mfano kilimo, afya, uwekezaji na mazingira. Ya 3, kutoa huduma ya internet pamoja na stationery. Na 4, kutoa mafunzo ya kompyuta. Tuna vipindi mbalimbali tunavyorusha kupitia Radio Sengerema kwa lengo la kuelimisha na kuhabarisha jamii kazi zinazofanywa na serikali, wawekezaji pamoja na wadau mbalimbali. Baadhi ya vipindi ni kama ifuatavyo. Tuna kipindi cha Pambazuko, tuna Dira ya Mwanamke, Maisha ni Afya, Kilimo na Mifugo, Ukurasa wa Vijana, taarifa za habari. Lakini tuna matukio mbalimbali ya mikutano na ziara za wageni. Tunashiriki kurusha matangazo mubashara. Kwa kifupi, mali za kituo. Kituo cha habari na mawasiliano Sengerema kinamiliki mali zifuatazo. Tuna kiwanja, tuna jengo, mitambo na vifaa vya kurushia matangazo, tuna studio, tuna darasa la kompyuta, vifaa vya ofisini zikiwemo kompyuta, meza na kadhalika. Vyanzo vya mapato ya kituo ni vipindi, matangazo, ada ya kompyuta, secretarial service. Pale tuna ukumbi, tuna kodi ya pango ambapo kwa sasa tuna watu wa TCB na Simjiji wamepanga katika jengo la Telecenter. Hali ya kituo kiutawala. Kituo cha habari na mawasiliano Sengerema sasa kina manager aliyoteuliwa tarehe 9 mwezi wa 3 2023 na mkurugenzi mtendaji halmashauri ya Sengerema ambaye ni ndugu Sylvester P. Mapunda ambaye ni afisa ushirika. Lakini tuna ndugu Fatius Faraji, mtumishi kutoka idara ya utawala na rasilimali watu ambaye ni afisa utumishi wa kituo, na ndugu Alex toka idara ya uhasibu ambaye ni mhasibu. Watumishi. Kituo cha habari na mawasiliano Sengerema hadi kufikia tarehe 24 mwezi wa 6 2026 kina jumla ya watumishi 16, mlinzi mmoja na wa kujitolea mtumishi mmoja anayefanya kazi idara ya habari. Mafanikio. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna mafanikio ambayo tumeyafanya. Moja, ikiwa ni kuboresha mazingira ya kazi kwa kufanya ukarabati wa jengo kwa kupaka rangi ndani na nje, kununua viti vya kisasa vipo studio, kutengeneza na kuhamia katika studio mpya. 2, kufanya ukarabati wa ukumbi pamoja na kununua viti vipatavyo 50 kwa ajili ya kupanua wigo wa vyanzo vya mapato. 3, maboresho katika utunzaji wa kumbukumbu na nyaraka yamefanyika kwa kuhakikisha majalada mbalimbali yakiwemo ya watumishi yanafunguliwa na kuhifadhiwa vizuri kwa ajili ya kumbukumbu na rejea za baadaye. 4, mshahara stroke posho za kila mwezi wanapata kwa wakati japo si toshelevu. 5, watumishi wamejiunga na mfuko wa hifadhi wa jamii NCCF kwa ajili ya kupata mafao pindi watapostaafu na kuacha kazi, ambapo wanachangia 10% ya kipato na kituo kinachangia 10%. 6, watumishi wana kadi za bima ya afya kila mmoja na wanapata matibabu kupitia bima ya afya inayotolewa na mfuko wa hifadhi ya jamii NCCF. Changamoto katika uendeshaji wa shughuli za kituo kuna changamoto mbalimbali zinazojitokeza kama ifuatavyo. Moja, ni uhaba wa fedha unaopelekea watumishi kutolipwa posho toshelevu, pia kuendesha shughuli za kituo. 2, madeni makubwa ya posho za mwezi kwa watumishi kwa kipindi cha kuanzia mwaka 2019 mpaka mwaka 2021. 3, kituo cha Radio Sengerema hakina leseni iliyopo isha ombi kituo cha kupatiwa usafiri wa gari au pikipiki ili kuweza kuwafikia jamii katika shughuli za kutafuta habari na kupashana habari, kwani sasa kituo hakina usafiri wa aina yoyote. Kupatiwa vifaa vya kisasa kwa ajili ya kurekodi matukio mbalimbali kwa ajili ya wanahabari. Lakini ombi lingine, vikipendeza Mheshimiwa Mkurugenzi, kwa sababu kituo kinakuja kwako,
tuombe tupate mitambo mipya kwa ajili ya kurushia matangazo na usikivu, kuongeza usikivu. Shukrani. Ndugu zanguni, kwa niaba ya timu nzima ya Radio Sengerema pamoja na watumishi, tunatoa shukrani zifuatazo. Uongozi mzima wa wilaya ya Sengerema kwa kushirikiana nasi kwa kipindi chote cha mpito. Uongozi mzima wa mamlaka ya mawasiliano kanda ya Ziwa, Tanzania kanda ya Ziwa na makao makuu kutupa ushirikiano wakati wote wa kipindi cha mpito. Uongozi mzima wa mfuko wa mawasiliano kwa wote, USCAF, makao makuu na kanda, kwa kutupa ushirikiano kipindi chote. Wananchi na wadau wote wa Radio Sengerema kwa kushirikiana nasi katika kipindi hichi cha mpito. Wafanyakazi wa kituo cha mawasiliano Sengerema kwa kufanya kazi muda wote bila kujali hali ya kituo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, naomba kuwasilisha. Asante. Kwamba kituo hiki kiko vizuri, and then baada ya hapo kufanya makabidhiano au kuhamisha umiliki wake. Kwa hiyo shuhudia, lakini pia na kuweka signature kwenye nyaraka hizo za makabidhiano. Basi naomba pia mkurugenzi wangu niliyeambatana naye atakuwa na maneno mawili ya kusema kabla hatujaanza zoezi la kuweka signature kwenye nyaraka. Asante. Tukushukuru. Nimkaribishe sasa Mheshimiwa mwakilishi wa mkuu wa wilaya, Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi wa halmashauri na viongozi wote mlioko meza kuu pamoja na wote mliohudhuria. Mimi kwa jina naitwa Emmanuel Mgonja. Mimi ni mkurugenzi wa huduma za taasisi kutoka Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, na niko hapa kwa kumwakilisha mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia. Na kama ambavyo mwanasheria wa tume alivyosema, kilichotuleta hapa sisi ni kukabidhi tu kituo kwa wananchi kupitia halmashauri ya Sengerema, na tunakabidhi kwa sababu ndio ilikuwa lengo la kuanzishwa kwa kituo hicho. Kituo hicho hakikuanzishwa kwa sababu kimilikiwe na COSTECH. COSTECH ilikuwa ni mwezeshaji wa kukianzisha, lakini mwisho kituo hicho kinatakiwa kikabidhiwe kwa wananchi waweze kunufaika na huduma za kituo hicho. Kwa hiyo hilo ndilo ambalo kimsingi limetuleta hapa. Taarifa tumeisikia wote, imetolewa na meneja wa kituo ambaye pia ni mtumishi wa halmashauri, na sisi tumefanya kazi na halmashauri muda wote. Wakati huu tunaendelea na mchakato wa kuhamisha kituo kabla ya kufikia siku hii ya leo. Kwa hiyo tunafahamu mambo mbalimbali yaliyokuwa yanaendelea hapa kupitia kwa uongozi wa halmashauri, na sisi tumekuwa tukitoa ushauri na kile ambacho tunafikiri kitafaa katika kukamilisha mchakato huu. Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia ni taasisi ambayo kama jina linavyojieleza, tunashughulika sana na masuala ya teknolojia. Kwa hiyo kwenye eneo hili la mawasiliano ni mojawapo ya eneo la teknolojia. Kwa hiyo tumeongea pia na mkurugenzi, tukasema kwamba sisi kama Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia wakati wote tutakuwa tayari kushirikiana na halmashauri kuona jambo lolote ambalo tunaweza tukashirikiana pamoja katika kusogeza mbele maendeleo ya sayansi na teknolojia katika nchi. Taarifa hizi za sayansi na teknolojia zinatakiwa ziwafikie wananchi ili ziwasaidie katika kuboresha maisha yao ya siku kwa siku. Kwa mfano, kwenye teknolojia kuna maeneo ya kilimo, kuna vyuo, kuna taasisi zinafanya utafiti kwenye kilimo, lakini zile taarifa zinatakiwa ziwafikie wakulima sasa ili waboreshe ukulima wao. Hivyo ni moja ya eneo ambalo kituo hiki kikifanya basi wananchi watanufaika kwa kiasi kikubwa. Tukija kwenye eneo la ufugaji, kuna teknolojia nyingi sana za ufugaji, vyakula vya mifugo, aina bora za mbegu bora za mifugo. Maeneo hayo yote kituo hichi kama kitafanya kazi kwa mtazamo huo kitanufaisha wananchi, kwa sababu wananchi wataboresha kilimo chao.
Kuna teknolojia kwenye mambo ya madini, kuna teknolojia kwenye uvuvi, kuna teknolojia kwenye mambo mbalimbali. Kwa hiyo tuna matumaini ya COSTECH kwamba kituo hiki kitatumika pia katika kuboresha teknolojia, kufikisha teknolojia mbalimbali kwa wananchi, ili wananchi waweze kuboresha shughuli zao na maisha yao ya siku hadi siku. Na mwisho niseme kwamba sasa hivi tuko tayari kukabidhi kituo kama ambavyo utaratibu utakavyokuwa, na tunashukuru kwa wote ambao mmefika kushughulikia tukio hili, tukianzia na viongozi na ninyi wote ambao mmefika kwenye shughuli hii. Kwa hiyo tunawashukuru sana, na naomba wakati wa kulingana na ratiba, wakati ukifika, basi tukabidhi kituo kama ambavyo maelekezo yamesema. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Viongozi wa dini, wataalamu mlioko hapa, pamoja na waandishi wa habari, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana Yesu asifiwe. Salamu alaikum. Awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa kibali cha kutuwezesha kufanikisha hafla yetu hii fupi ya makabidhiano ya kituo chetu cha redio ambacho kwa sasa tunaita Sengerema Community Radio kutoka kwa COSTECH. Redio hii ilikuwa imesajiliwa hivyo, lakini sasa inageuka inakuwa district. Malizieni sasa. Community radio Kwa hiyo sasa hivi ni ya kwetu. Makofi kidogo. Nafikiri tulikuwa tumeona na tumesikia viongozi wetu wa dini walikuwa, kila aliyesimama alianza kukipongeza kituo chetu kwa huduma ambayo ilikuwa inatolewa. Na sisi halmashauri, kwa niaba ya halmashauri, ninakipongeza sana kituo kwa sababu tulikuwa tukipeleka matangazo yetu pale, yanawafikia walengwa wote. Mimi nilivyokuwa nafika nilikuwa sio mpenzi sana wa redio ile, lakini baadaye nilikuwa kwanza sijaifahamu vizuri, baadaye nikafahamu, ikafikia hatua nikaifahamu, nikaipenda na nikaiamini. Sasa hivi mimi huniambii nisikilize redio ingine zaidi ya redio Sengerema, kwa sababu inanirahisishia, moja, kufahamu ni matukio gani yametokea kwetu, ni nini kinafanyika kwenye jamii yetu. Kwa hiyo mimi kama mtendaji wa halmashauri inanisaidia sana kufanikisha utendaji wangu redio Sengerema, lakini pia inanisaidia kufikisha habari kwa Watanzania wengine.
Sasa hivi redio imeenda mbali, hata huko Arusha huko unaisikia, kiwa huko Shinyanga unaisikia, kitu ambacho saa zingine kuna baadhi ya maeneo mengine hatusikii habari zao, lakini sisi tunasikia habari zetu. Na kipindi tulikuwa na kombe lile la mbunge, tulikuwa tukisikia. Kwa hiyo ni redio ambayo ni mkombozi wa Sengerema, na redio hii ikiitwa community radio ni sahihi kwa sababu inahusisha jamii zote. Nilitarajia hapa viongozi wangu wa dini wangesema, mimi kifika pale wanasema vipindi viwe vya Waislamu tu, vipindi au viwe vya Wakristo tu. La hasha, hii redio imeubeba ujumbe wa jina lake, imeibeba jamii, haitoi taarifa kwa kubagua, imeibeba dhamira nzima ya serikali. Pale unaenda unakisukuma utakisema kwenye redio, kitasikika kule. Unakihaya utakisema kwenye redio, kitasikika kule. Una Kimasai utasema, kitasikika. Kabila zote zimebebwa pale. Kwa hiyo ni redio ya jamii. Sasa serikali, tukisema serikali ni ya jamii. Kwa sababu hawa wana jamii ndio wameunda serikali. Hivyo leo hii kwetu wana Sengerema ni siku ya historia kubwa. Ni siku ya kuweka katika dayari zetu kwamba tulikuwa na tukio hili, liingie kwenye dayari zetu, liwe historia ya Sengerema, kwamba leo hii tumepokea. Nataraji hata wale ndugu zangu, viongozi wangu waliotoa rai yao, ni rai pendwa, ni nzuri, lakini leo hii sasa matarajio hata ya kipindi hicho, wakati wanafanya hayo waliokuwa wakiyafanya, walilenga yafikie kipindi hiki, na kimefika leo, kuletwa kwenye jamii yao. Kwa hiyo mimi naungana na wageni wetu na wataalamu wetu waliosimama na kutoa maelezo, clarifications mbalimbali walizozitoa kuhusu hoja zilizoibuka, kwamba hayo yote leo hii, kwa sababu ni tukio la furaha la kupokea, yatafanyika baada ya tukio hili. Yataandikiwa ripoti, mtapeleka kama alivyoelekeza kule, na sisi tutaelekezwa na wenzetu kwamba hiki kitu kilikuwepo na kiko hivi, ili tuone nini cha kufanya. Hakuna swala lolote zuri ambalo linakosa changamoto, na ndio maana leo hii sisi viongozi tuko mbele yenu kwa ajili ya kutatua changamoto. Utakuweje kiongozi usiyepokea changamoto? Haupo. Kwa hiyo ndio kazi yetu sisi sasa, kwamba tayari, nakumbuka kipindi ninafika Sengerema ndio nilikuta msuguano wa redio Sengerema. Tulivutana, lakini mwisho wa siku leo tumefikia mivutano ile imeisha, na hatima yake tukafikia sasa. Mimi naita siku ya ukombozi.
kwa sababu tayari tumepokea kitu ambacho hatukutarajia kuwa na kitu hiki. Ndugu yangu, kaka yangu Mgonja, sisi kama Sengerema halmashauri hatujawahi kukaa tukapanga bajeti za kusema kwamba tutamiliki redio yetu. Hatujawahi. Sisi tulikuwa tunajua redio ya Costech, leo hii tunamiliki, kwa maana kwamba hata kwenye bajeti zetu tutaingiza kwamba tuna redio na inahitaji matumizi, inahitaji matunzo, tutafanya hivyo. Hata yale yaloandikwa pale, changamoto zile, mimi kama msimamizi wa shughuli za maendeleo au mtendaji, mimi ni mtendaji, maana msimamizi tunaye mkuu wetu wa wilaya, mimi ni mtendaji. Nilikuwa nikipokea haya, lakini nilikuwa sina mandate ya kuweza kufanya jambo kwa sababu bado nilikuwa sikukabidhiwa. Leo hii sasa nikuhakikishie ninayo mandate pamoja na wenzangu. Bahati mwenyekiti wangu yuko hapa, na haya tulikuwa tukinong'ona kwamba sasa kafanye kazi pale kwenye redio Sengerema. Kwa hiyo sisi tutarekebisha haya, usafiri tutajua tutafanyaje, tutawapatia, na kila ile hali ambayo tunapaswa tufanye tutafanya, sababu kwenye bajeti zetu tutaingiza. Lakini ndugu mgeni rasmi, pamoja na ndugu zetu ambao mmetukabidhi, ni watoe shaka juu ya usalama wa watumishi wa redio Sengerema. Watumishi hawa, kwanza nichukue nafasi hii kuwapongeza. Kuna kipindi walipita kwenye kipindi kigumu, waliwahi kufanya kazi, hawa hawana mishahara, kaunti ilifungiwa zaidi ya mwaka, lakini waliweza kusimama na kujitoa. Matangazo yalikuwa yakitoka na redio haikuwahi kufungwa. Mimi niseme ninawapongeza sana, lakini pia niwatoe shaka. Wengine wanaweza wakaanza kuhofu kwamba kwa kuwa imepelekwa halmashauri wataleta watu wao. Mheshimiwa mgeni rasmi, nikuhakikishie hakuna atakayetoka na hakuna atakayekosa haki zake. Wote tutawalinda na tutawatunza, kwa sababu kazi wanayoifanya ni kubwa. Na ndugu zangu, moja na mgeni rasmi, niwathibitishie, niliwahi kwenda kukaa na hawa watumishi. Ni watumishi waadilifu sana na wasikivu na wenye nidhamu, sababu kwa kipindi kile tulikuwa hatujakabidhiwa redio, lakini nilienda pale nikakaa nao nikaongea nao, na si mara moja, tulikuwa tukiongea hata na mmoja mmoja. Ni watu wasikivu na waaminifu. Na kwa kuwa ulisema kwamba mnatukabidhi lakini hamtokuwa mbali na sisi, maana sisi ni serikali kwa serikali. Sisi hatuwezi kufanya kazi tofauti na hawa, kwa sababu hawa wako wizarani. Yaani hapa ametoa pesa mkono wa kulia kwenye mfuko wa mkono wa kulia, akaipeleka mkono wa kushoto kwenye suruali hiyo hiyo. Kwa hiyo mimi niseme tutashirikiana bega kwa bega kuhakikisha yote haya ambayo yamepangwa na serikali yanafikia malengo yaliyokusudiwa. Kwa sababu
Mimi nimeambiwa tu nitoe shukrani, nisigeuke kuwa msemaji, nitavunja adabu juu ya mbele ya mgeni rasmi wangu. Kwa hiyo nitakuwa sijamtendea haki, na bosi wangu pia mwenyekiti wangu yupo. Nisiwe msemaji sana, ila niseme kwamba viongozi tunawashukuru sana. Mheshimiwa mwakilishi mkuu wa wilaya, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Sengerema, mkurugenzi COSTIC na mwanasheria wa COSTIC, viongozi wa dini, wakuu wa idara na waandishi wa habari za mchana. Ndugu zangu, na mimi nichukue nafasi hii kuwapongeza COSTIC kwa ajili ya kuja kutukabidhi leo kituo. Hili jambo lilikuwa ni jambo la muda mrefu. Mimi wakati naingia kwenye baraza la madiwani tulianza kulizungumza kwa mazungumzo marefu. Bahati nzuri na Mheshimiwa Mabia tulikuwa naye pale kwenye michakato ilikuwa inaendelea, na mpaka ikafika wakati mkuu wa wilaya aliyekuwepo akatoa maelekezo kwamba kituo kile kianze kumilikiwa sasa na mkurugenzi, akisimamie mkurugenzi kwa muda mpaka migogoro hii itakapofikia. Sasa tutaona namna gani tunaenda, lakini kwa leo naona jambo zuri limekuja. Tumepokea kituo cha redio Sengerema kurudi kuwa halmashauri. Kwa maana yake sasa kimerudi kwa wananchi wa Sengerema. Kwa kuwa kimerudi kwa wananchi wa Sengerema, sisi tunashukuru. Kama viongozi ya ofisi ya mwenyekiti nashukuru sana kwa kituo hiki, lakini nipende kuhakikishia kwamba kwa sababu kimekuwa kwenye mikono ya halmashauri, sisi kama halmashauri na baraza la madiwani tutaendelea kukisaidia kituo na kutoa kipaumbele chetu chote kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kinapata mafungu na miundombinu yote iliyosemwa hapa na meneja wa kituo. Niwahakikishie tumefurahi. Tumeendelea kuomba kwamba tuliomba kwa siku nyingi kwamba hiki kituo kirudi kwa wananchi, na leo kimerudi kwa wananchi. Tunaomba sana ndugu zangu tupate ushirikiano mkubwa, hata pale wenzetu ambao bado wana madai waandike barua kwenda COSTIC watatupa maelekezo. Na kwa kuwa kituo hakijahama bado kinaendelea kuwa Sengerema, limehama umiliki lakini kituo hakijahama, bado tunajua wananchi wa Sengerema na kipo kwa wananchi wenyewe. Niombe tuendelee tu kufuata utaratibu ili mambo yetu yaende salama, na imani kila mmoja akisikia hili leo kwamba kituo kimerudi kwenye halmashauri ya Sengerema, kila mtu atafurahia. Hata wataalamu wetu na watumishi wetu ambao wako pale wanaendelea kufurahia, wanapoangalia mimi wanafurahia kweli kwamba kituo kisasa kinaenda kumilikiwa na mkurugenzi, na nina imani kwamba kila mtu atatendewa haki na kila mtu atapata haki yake. Na kwa niaba ya mwenyekiti wa halmashauri ya Sengerema, mimi napenda kuwashukuru sana. Tumekipokea kituo na tutaendelea kukitunza. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa meza kuu, Baba Askofu, shehe wetu wa wilaya, wakuu wa idara, waandishi wa habari, wageni wote waalikwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa majina naitwa Hassan Kuku, ni msaidizi wa Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Sengerema. Kimsingi Mheshimiwa mbunge alipaswa kuwa hapa katika hii hafla, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba shughuli inafanyika hapa, yeye bado yupo katika bunge la bajeti. Lakini kutokuwepo yeye haimaanishi kwamba ofisi yake haipo. Ndio maana akawa ametuelekeza sisi ofisi yake tuje kuwakilisha. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza niwapongeze COSTIC kwa kutukabidhi kituo hiki, kwa sababu kama walivyosema watangulizi waliopita, kituo hiki kimeanzishwa mwaka 2001. Lakini ili kuweka kumbukumbu vizuri, ni lazima tumshukuru sana pia aliyekuwa mbunge wakati huo,
marehemu Dr. William Shija, kwa sababu ndio alikuwa key player kuhakikisha mradi kama huu unafika Sengerema. Na bahati nzuri ni kwamba miongoni mwa wale wanafunzi wa kwanza kusoma pale, mimi nafikiri nilikuwa ni mwanafunzi wa 3. Wa kwanza alikuwa ni mtoto wa mkuu wa wilaya wetu Mama Sanka. Wa pili nafikiri alikuwa ni mtoto wa ndugu yake. Mimi nafikiri nilikuwa mtu wa 3 kwenye kujiandikisha, tukiwa pale FDC, tukiwa na kina Moze, Mwalimu Devi, Shabani anajua. Kwa hiyo nakijua hiki kituo. Mheshimiwa mbunge pia anakijua hiki kituo. Kimepita katika mazingira mengi magumu, lakini nikuhakikishie mgeni rasmi, hiki ndio kituo pekee ambacho kimetengeneza waandishi wa habari wengi na sasa ni wakubwa katika media mbalimbali. Lakini pia kiliweza kumtengeneza hata kakake na huyu MC Bwiria, Moses Bwiria, ambaye alikwenda kuwa mkurugenzi wa vipindi wa Star TV. Kwa hiyo hatuna budi kujipongeza watu wa Sengerema. Kuna vituo vingine vinakufa, lakini imagine kituo kama hiki ambacho kilikuwa kinaendeshwa kwa kutegemea ruzuku ya wadau. Lakini baadaye sisi tulikuwa na mzungu mmoja anaitwa Ken Miller, ndio tulianza naye pale. Na yule ndo alikuwa akituonyesha hata kituo kilivyokuwa kitakavyokuwa. Wakati huo wanambembeleza mzee Nchee kutoa eneo la kwake pale, walikuwa wanauzia mbao pale. Kwa hiyo najua tunatakiwa tuwapongeze pia wafanyakazi wa hiki kituo. Lakini pia kina mama Matonange wamekuwa ni wadau wakubwa sana katika kituo hiki, na ndio waanzilishi tuseme, kwa sababu hata zile salamu vile vipindi, kwa sababu kabla ya kuwa hivi kituo kilikuwa hakina mapato, ikabidi zianzishwe program za utumaji wa salamu kwa kutumia vikadi. Yaani vile vikadi watu wanunue, ilikuwa ni 200 nafikiri. Na hiyo nafikiri tulikaa tukajadiliana kipindi fulani na manager. Mimi nilikuwa na project fulani ya kuinua vipaji kupitia kituo cha Radio Sengerema. Ikabidi mimi nilikuwa natengeneza kadi kwa shilingi 300 nafikiri. Wao ikabidi watengeneze kwa shilingi 200 kama sikosei, kwa ajili ya kuwauzia wananchi, kwa sababu kilikuwa akifanyi biashara, kilikuwa kinatoa huduma. Lakini wafanyakazi wanapata nini? Wafanyakazi hawalipwi, ila wanatakiwa wajitolee kwa ajili ya kituo. Ni kazi, hamna kituo cha hivyo. Hata leo watu kwa kupeka Klaus pale kuambia jitoleeni, watafeli, watakimbia. Lakini lazima tuwape kongole sana George na wenzio na kina Shabani, Mungu awabariki sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, limeibuka swala la wahamase. Sisi kama ofisi ya mbunge, wawakilishi wa wananchi, tunawaomba kama alivyosema wengine, na COSTECH nafikiri wameliweka vizuri. Sasa muandike barua kwenda COSTECH, mtoe nakala kwa mgeni rasmi, kwa maana mkuu wa wilaya, mkurugenzi na ofisi zingine, ili basi wakati ili swala linashughulikiwa lishughulikiwe kwa mujibu wa document. Kwa sababu hapa tayari tumepata maelezo kutoka kwa mwanasheria, inaonyesha hata mlichokuwa mnakijadili, mlikuwa mnajadili kitu ambacho hakipo, kwa sababu hata taarifa zinaonekana hazikuwa zikienda katika mtiririko wa kiofisi. Ndio maana imewapa wakati mgumu kuja kujua ni makubaliano gani mliokubaliana kwa gharama zipi. Yaani nafikiri mmeelewa. Sasa ni wakati wenu kuandika barua, ili sasa sisi lengo letu kama wawakilishi wa wananchi ni kuona kila mwananchi ananufaika na hizi fursa. Na hatupendi tuone nyinyi mlioanzisha na mmeingiza gharama zenu kule, baada ya kituo kuja halmashauri sasa iwe ndio kuwatupa mkono, kwa maana hata zile haki zenu kuzikosa. Kila aliyestahili kupata haki basi apate, lakini tutazipata katika utaratibu ambao tayari tumeelekezwa. Ndugu zangu, sisi kama ofisi ya mbunge tutaendelea kuwekeza katika kituo hiki, kwa sababu hapo nyuma ilikuwa ni shida pia, kwa sababu migogoro ilikuwa ni mingi. Mkurugenzi anatakiwa akabidhiwe kituo, kuna watu pia bado wanaendesha hata ile spirit ya kufight kuhusiana na kituo chetu hiki. Kuna wakati unaenda unarudi nyuma, lakini sasa kwa sababu kimerudi halmashauri, kitampa mbunge room kubwa
ya kuhakikisha anafuatilia kituo, kwa sababu kupitia hiki kituo kitakuwa ni chanzo kikubwa sana cha mapato katika halmashauri yetu ya Sengerema na jimbo la Sengerema. Kwa maana hiyo, sisi kama ofisi ya mbunge tutahakikisha tunawekeza nguvu kubwa sana kuhakikisha kituo hiki kinakuwa kutoka hapa kilipo na kwenda katika hatua nyingine. Lakini kwenye swala la maslahi ya wafanyakazi, najua kwa sababu mimi nimekuwa mdau pale, nimeendesha vipindi pale kwa maana ya kuwa na project za kuibua vipaji. Kuna wakati kipindi yaani mtangazaji mmoja anaendesha vipindi 3, 4, 5. Yaani kituo hakina, watu wanakimbia. Lakini kuna watu wamepush mpaka leo tuko kituo kinafungwa kwa sababu umeme umezima, matangazo hayaendi. Tulikuwa na watu wana matangazo ya kilimo, wale watu wa movie na nini. Lakini ifika mahali wanakimbia kwa sababu mdau anataka anapoleta matangazo apate coverage, apate airtime. Lakini sasa analeta matangazo hayaendi, watu wakawa wanakimbia. Tunashukuru tuna generator. Kwa hiyo mkurugenzi, kwa sababu anakipokea hiki kituo na akaisha tuahidi ataboresha maslahi ya watumishi hawa wa Radio Sengerema. Na lengo letu, kwa sababu tuko wote, ni lazima tuendelee kuwa wote. Baada ya kusema hayo, tumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kuwa hapa, lakini pia tuendelee kushikamana kuhakikisha hiki kituo sasa kinakuwa chachu ya maendeleo katika jimbo letu la Sengerema, lakini pia wilaya Sengerema na maeneo ya jirani. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana na Mungu awabariki. Kutoka COSTECH, viongozi wa dini, askofu wao Shejaa, watumishi wa Radio Sengerema, wakuu wa idara na vitengo, waandishi wa habari, wageni waalikwa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwanza kabisa napenda nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha leo. Ofisi ya mkuu wa wilaya imefika mbele yenu kwa lengo moja tu, na ambalo tumelikamilisha, ni kushuhudia makabidhiano ya kituo kutoka Telecenter kuja halmashauri yetu ya wilaya Sengerema. Sasa kimsingi tunapenda kutoa shukrani kwa COSTECH kwa muda wote ambao wamekuwa wakiwa na kituo chetu mpaka siku ya leo, na ni imani ya viongozi wa wilaya kwamba kituo kimefika kwenye mikono salama. Wote waliokabidhiwa leo kwenye nyaraka zetu mpo kwenye mikono salama, na kwa yale ambayo yalikuwa ni changamoto tunaenda kuyapatia ufumbuzi. Kimsingi kituo kitaingia kwenye mifumo rasmi ya halmashauri kwa maana ya bajeti na watumishi wake kwa ujumla. Sasa utakuwa ni mwanzo mpya kwa watumishi na ofisi. Yale yaliyowasilishwa na meneja kwenye taarifa, baraza la madiwani litaweza kuyapangia na kuyaweka kwenye bajeti. Kwa kidogo kidogo tutajipa muda kufika mbele. Yale yote yalionekana kama ni changamoto, ni imani yetu na ni imani ya viongozi wetu, specific Mheshimiwa DC, yanaenda kutatuliwa. Baada ya kusema hayo, kama nilivyosema awali, sisi tumekuja kushuhudia na tumeshashuhudia kituo kimekabidhiwa. Wadau, karibuni tuinvest kwa kuwekeza matangazo, na watumishi morali iongezeke, muonyeshe tija kwenye kazi, na hatimaye kituo chetu kiweze kuwa kituo bora. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Usisahau kushare, kusubscribe na kulike.